Ida Abubakar nikiwa hapa Nairobi, Kenya. Na mimi ni Roncliffe Odit nikiwa Kampala, Uganda. Taarifa yetu kuu usiku huu: matayarisho yakamilika, tume ya uchaguzi ikianza kupeleka makaratasi na masanduku katika maeneo mbalimbali hapa Uganda, huku zaidi ya raia milioni 20 wakijitayarisha kupiga kura kesho katika uchaguzi mkuu. Karibu. Baada ya kumalizika kwa kampeni za uchaguzi hapo jana, hii leo taifa la Uganda limejikita katika maandalizi ya siku ya uchaguzi hapo kesho. Vifaa vya kupigia kura na vifaa vingine vimewasilishwa katika vituo mbalimbali vya kupigia kura tayari kutumika mapema kesho asubuhi. Mawakala wa chama na wagombea wamekuwepo katika vituo kuhakikisha kila kitu ni shwari na katika hali nzuri kama inavyotakikana kisheria. Katika vituo ambavyo wanahabari wetu walivitembelea, mawakala walisema wameridhika, lakini wakaonya kwamba wasiwasi wao mkuu unasalia hapo kesho. Hata hivyo, walilalamika kuhusu kufungwa kwa huduma za interneti, jambo ambalo wanasema limeathiri mawasiliano na uratibu miongoni mwao. Ili kulipigia darubini swala hili kwa kina, naungana na Roncliffe Odit akiwa Kampala, Uganda. Odit, hujambo na hali ikoje huko siku moja kabla ya uchaguzi mkuu? Jendi Nyabo, sisi tuko salama kabisa hapa Uganda. Muda huu jioni hii maafisa wa usalama wamekuwa tu wakishika doria katika maeneo mbalimbali ambapo makaratasi ya kupiga kura yanapaswa kuwasilishwa usiku huu katika vituo mbalimbali vya kupiga kura hapa Kampala na katika maeneo mengine katika mikoa mbalimbali nchini Uganda. Tayari makaratasi na masanduku ya kupiga kura yamewasilishwa katika maeneo ya mikoani, lakini hapa Kampala usiku wa leo shughuli hiyo itakuwa inaendelezwa chini ya ulinzi mkali. Mamia kwa maelfu ya maafisa wa usalama wametapakaa kote Kampala na katika miji mingine nchini Uganda ili kuhakikisha kwamba zoezi la kupiga kura kesho linakuwa na usalama wa kutosha. Hapo awali mwanahabari wetu Sami Awami alikuwa barabarani kuweza kuona makaratasi yalipoanza kutolewa na alitutumia taarifa ifuatayo. Karatasi za kupiga kura, masanduku ya kuweka kura, wino na vifaa vingine vinafikishwa katika vituo husika. Sasa kabla ya kuanza kushushwa kwenye gari hili, maofisa wote na wahusika wote wa masuala ya uchaguzi walikuwepo hapa. Kulikuwa na askari polisi, walikuwepo pia hata maofisa kutoka tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba kweli vifaa vyote vinavyohitajika kupiga kura vimefika na vipo katika hali ambayo inatakiwa kuwepo. Baada ya makabidhiano hayo kwa nyaraka kabisa, sasa ndio ushushwaji wa vifaa vyenyewe unafanyika hapa, kwanza kwa ajili ya kituo hiki, lakini baadaye pia utasambazwa katika vituo vingine vinavyozunguka eneo hili. Kazi yangu ni kukagua masanduku kwa kuyapeleka kwenye vituo vyetu husika vya kupiga kura. Pia tunahitaji kusajili namba zake za utambulisho ili kesho asubuhi na mapema tuweze kuthibitisha kuwa namba hizo zinafanana na zile tulizozirekodi leo. Ikiwa kutakuwa na mabadiliko yoyote, hatutaruhusu uchaguzi kufanyika katika vituo hivyo vya kupigia kura. Wasiwasi bado upo kuhusu jinsi teknolojia itakavyofanya kazi kesho. Baadaye jioni au wakati wa mchana tutashuhudia jinsi karatasi za kura zitakavyosafirishwa kwenda vituo mbalimbali vya kupigia kura. Ndio maana tuko hapa. Hiki ndio chumba chenyewe ambacho sasa vifaa vya kupigia kura vinahifadhiwa, lakini kama ambavyo unaona maafisa usalama hawa hapo wanahakikisha kabisa kwamba kama ambavyo zilikotoka tume ya uchaguzi, kama ambavyo vimehakikiwa na kukabidhiana, vipo katika hali hiyo hiyo, na kwamba hakuna uchakachuaji wowote unaofanyika angalau katika eneo hili la kutunzia vifaa hivi. Wasiwasi wa usalama limekuwa suala kubwa katika uchaguzi huu, lakini mamlaka husika zinahakikisha kwamba wapiga kura na Waganda kwa ujumla hawana cha kuhofia. Jukumu letu kuu ni kulinda mpaka wa nje wa vituo vya kupigia kura, kuwalinda maafisa wa uchaguzi, wapiga kura na vifaa vya uchaguzi ili kuhakikisha mazingira salama. Na niruhusu niongeze kuwa tunalinda pia watu wote wanaoishi katika mazingira hayo kwa jumla. Maofisa wakuu wahusika wa zoezi lenyewe la kupiga kura wamepigwa msasa pia.
Hawa ndio watakuwepo kesho kufanikisha lile zoezi la kupiga kura. Sasa wamepata mafunzo namna ambavyo zoezi linatakiwa kuanza kuendelea mpaka mwisho, lakini tume ikaona wapate siku moja kabla ya uchaguzi, ili kama kuna maswali yoyote, kuna kitu kuelewa, una wasiwasi, na kila mara mtu anaibuka anasema mbona mimi nimeona hivi, mwenzangu ameona hivi. Hayo matatizo yote yanahakikiwa, yanarekebishwa, yanafafanuliwa kuhakikisha kwamba kesho zoezi sio jipya kabisa, lakini wanaelewa nini wanachopata kufanya kuhakikisha haki ya kupiga kura inafanyika bila wasiwasi kabisa. Zoezi la kupiga kura linatarajiwa kuanza saa 1 asubuhi na kukamilika saa 10 jioni, huku matokeo ya uchaguzi huu yakitarajiwa kutangazwa kufikia saa 10 jioni siku ya Jumamosi. Samia Wami, BBC News, Kampala, Uganda. Na asante sana Samia Wami kwa taarifa hiyo. Nirudi kwako Ron Clifford, vipi kuhusu mawasiliano ya kuzimwa kwa interneti katika taifa hilo? Ni kweli kama unavyotaja Hamida, jana serikali ilitoa agizo ya kuzima interneti yoyote ile ya umma inayofanya kazi hapa nchini Uganda. Sasa hali imekuwa ngumu kwa sababu hata sisi tunatumia njia mbadala, si njia za kawaida ambazo tungetumia ili kuweza kuwasilisha taarifa hizi. Imetulazimu kutumia njia mbadala ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafika hewani na kutoa taarifa hizi kwako. Lakini kwa watu wengi ambao wanatumia mtandao wa kawaida wa interneti, wa simu na mawasiliano kama hayo, hali ni ngumu kwa sababu mpaka sasa interneti haifanyi kazi na haijulikani ni lini ambapo agizo hilo litaweza kufutiliwa mbali, kwa sababu serikali haikuweka wazi hilo. Ilisema tu kuanzia jana saa 12 jioni mtandao uzimwe kwa watumizi wa kawaida wa umma hadi pale serikali itakaposema ni sawa mtandao kuweza kurejeshwa. Na awali mchana wa leo nimekuwa katika pitapita zangu katikati mwa mji wa Kampala na kuandaa ripoti ifuatayo. Mchana wa kawaida katikati mwa jiji la Kampala, Uganda. Wakazi hapa na wafanyabiashara wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Lakini ukweli wa kusikitisha ni kwamba wengi wa watu hawa wameathirika pakubwa kufuatia agizo la serikali ya Uganda jana kuzima mtandao wa interneti. Sasa miongoni mwa biashara zilizoathirika zaidi ni migahawa ambayo kwa kawaida hutoa huduma za kuuza chakula kwa wateja wao kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, X, Instagram na pia TikTok, kama vile Swahili Test. Chakula yetu tunauza kwa online. Watu wengi wako kwa online, TikTok nini, lakini hapa watu wanakuwa kidogo. Lakini kama tunakuwa hatuna online, hatuwezi kuuza chakula sana. Tunaweza kuuza kama kilo 5 ama 4. Hapo tutafunga kwa sababu online hakuna nini, watu wanapotea. Kwa sababu watu wako mbali, hawawezi kuja hapa. Nafanyisha watu wako mbali, tunachukua na safe border. Si watu wa huduma tu walioathirika, lakini hata watumiaji wa huduma za mtandao kama vile Glory Ibrahim, ambaye kwa kawaida akiwa ofisini kwenye kazi zake hutumia mtandao kuitisha chakula au hata kuitisha usafiri. Kazi zangu sana ziko za mtandaoni, lakini pia nakuwa na vikao kwa wingi, kizingatia hata pia leo nilikuwa na vikao lakini imeshindikana. Na nikirudi upande wa kuagiza labda vitu baadhi, sasa kama nasafiri labda natoka kazi naelekea nyumbani, na kuwa natumia sana usafiri wa farasi sana hapa Uganda, ambao lazima utumie interneti kuweza kuoda hiyo bodaboda iweze kuja kuchukua. Sasa kama hipo inanigharimu nitafute zile za barabarani kuondoka kwenda nyumbani, ambazo kwangu upande mwingine sio salama kwangu. Sara Daniel ni mwalimu wa Kiswahili hapa Uganda. Sasa kwa angalau saa 24 zilizopita amekuwa akijaribu bila mafanikio kuwasiliana na mamake na familia yake wanaoishi nchini Tanzania. Ana matumaini kwamba hali hii itaisha, kwani sasa anapitia upweke usio na kifani. Yameniathiri kweli kwa upande, kwa mfano kama mimi wazazi wangu wanaishi Tanzania. Kwa hiyo nitaka kama vile kuwasiliana nao nilikuwa natumia kwa njia WhatsApp na inakuwa vyepesi kuongea nao, lakini kwa sasa hivi inanilazimisha nipige moja kwa moja. Naweka vocha napiga moja kwa moja, ambayo ndio gharama kubwa sana. Lakini kwenye upande wa WhatsApp hata kwa shilingi 1000, 2000 unaongea mpaka unachoka. Lakini kwa hali ya sasa hivi ukiweka shilingi 1000 maneno mawili matatu imeshakata simu. Mpaka sasa serikali ya Uganda haijasema zuio hili la interneti litaendelea kwa muda gani. Lakini ukweli ni kwamba iwapo zuio hili litaendelea kwa muda mrefu, basi zaidi ya raia milioni 10 ambao ni watumiaji wa kawaida wa interneti hapa Uganda wataathirika pakubwa. Ron Clifford, BBC, Kampala, Uganda.
Bila shaka audit, ni changamoto kubwa sana ulioiangazia hapo kuhusiana na masuala ya kukatika kwa interneti, lakini kulikuwa na ripoti hapo awali za nyumba ya Bobi Wine kuzingirwa. Mmefahamu nini kuhusu hilo mpaka sasa audit? Naam, kile tunachofahamu Hamida ni kwamba jana usiku maafisa wa usalama wa hapa Uganda walizingira nyumba ya mwanasiasa na mwanamuziki Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine, na kufikia asubuhi ya leo kulikuwa na ripoti za kukanganya kidogo kuhusiana na hali yake, lakini tulifanikiwa kuongea na mmoja wa wafanyikazi wake na kutuarifu kwamba maafisa wa usalama walikuwa wamezingira tu pale kuhakikisha kwamba hatoki. Kumbuka kwamba Bobi Wine alikuwa ametaja kwamba iwapo lolote litafanyika na hali yoyote ambayo atahisi kwamba haiendi sawia katika uchaguzi huu, basi ataitisha maandamano. Na sasa wengi walikuwa na wasiwasi kwamba huenda maafisa wa usalama walikuwa wamezingira nyumba yake kuhakikisha kwamba hatoki na kwamba hawezi kufika mjini, ambapo watakuwa hawajui yupo wapi, ambapo wanahisi kwamba huenda akachochea umma kuweza kusababisha maandamano ambayo amesema kwamba atayaitisha iwapo shughuli nzima ya kupiga kura haitaenda kwa njia ambayo yeye anahisi kwamba ni huru na haki, na njia ambayo mamilioni ya wafuasi wake wanahisi kwamba si sawa. Sasa hiyo ndio sababu hususan Hamida. Naam, pia vile kesho tutarajie nini katika upigaji kura? Kipi ambacho pengine huenda kikajitokeza? Na Hamida, kile tunachojua kufikia sasa ni kwamba kila kitu kipo shwari, shughuli zote zimewekwa sawa, mipango yote iko sawa ili kuhakikisha kwamba kesho asubuhi saa 1 kamili vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kote katika jamhuri hii ya Uganda. Sasa tunachojua ni kwamba kuna angalau wapiga kura milioni 21.7 ambao wanatazamiwa kujitokeza kesho katika vituo vya kupigia kura. Wapigaji kura hawa zaidi ya 78% ni vijana chini ya umri wa miaka 40, na wao watakuwa wanatoa sauti yao. Kuna wengi ambao watakuwa wanapiga kura kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yao, lakini kuna wapiga kura wengi ambao pia wameshapiga kura angalau mara moja au mbili hapo mbeleni na watakuwa wanaenda pale. Nafasi zinazopigiwa kura ni angalau nafasi 4 hivi. Kuna kiti cha rais ambao watakuwa wanamchagua, kuna viti vya wabunge, viti vya wawakilishi ama wabunge wanawake, pamoja na madiwani. Hayo ndio yatakayofanyika kesho. Vituo vitafungwa saa 10 jioni, kisha kuanzia saa 11 shughuli ya kuhesabu kura itaanza. Hamida. Naam, asante sana mtazamaji, ni kujuze tu kwamba tutakuwa hapa kesho kama vile wanahabari wetu walivyo kule Uganda. David Inkia, Carol Robi, Roncliffe Odit na kikosi kizima kipo nchini humo ili kuweza kuhakikisha kwamba unapokea taarifa muhimu ambazo zitakuwa zinajitokeza katika taifa hilo. Sasa na taarifa hiyo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV nchini Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Ukitaka maelezo zaidi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi, bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea, Rais wa Marekani Donald Trump atoa onyo kali dhidi ya Iran iwapo itaendelea na mpango wa kuwanyonga waandamanaji.
Karibu tena, hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Naitwa Hamida Abubakar. Marekani imesema itasitisha hadhi maalum ya ulinzi kwa raia wa Kisomali wanaoishi nchini humo, ikiwaambia lazima waondoke katikati ya mwezi Machi, huku utawala wa Rais Trump ukiendelea kulenga jamii hiyo. Rais Trump amesema utawala wake utafuta uraia kwa wahamiaji ama mhamiaji yoyote ambaye atapatikana na hatia ya kuwatapeli raia wa Marekani. Trump ameonya wale watakaopatikana na hatia watarudishwa walikotoka. Mpango wa kuwalinda kwa muda wahamiaji wanaoishi nchini Marekani, yani TPS au Temporary Protected Status, ni hadhi maalum inayotolewa na Marekani kwa raia wa nchi zinazokumbwa na vita, majanga au hali hatarishi. Hadhi hii inawaruhusu wahusika kuishi na kufanya kazi Marekani kisheria kwa muda. Kusitishwa kwa TPS kunamaanisha kuwa wale waliokuwa wakitegemea hadhi hii pekee watalazimika kutafuta njia nyingine za kisheria za kuendelea kuishi Marekani au kuondoka kabisa nchini humo. Huku hayo yakijiri, serikali ya Somalia imesitisha makubaliano yake ya ulinzi na usalama na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikitaja kudhoofisha umoja na uhuru wa taifa hilo. Hatua hiyo inafuatia kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kuhusu masuala kadhaa. Baada ya kutathmini kwa makini matukio ya hivi punde na kwa mujibu wa mamlaka yake ya kikatiba, baraza la mawaziri sasa linafuta makubaliano yote yaliyopo na serikali ya Falme za Kiarabu, ikiwa ni pamoja na makubaliano yanayohusisha taasisi za utawala za serikali, taasisi husika na majimbo wanachama wa shirikisho la Jamhuri ya Somalia. Uamuzi huu unahusisha makubaliano yote na mipangilio ya uendeshaji wa bandari za Berbera, Bosaso na Kismayo. Marekani imeanza kupunguza idadi ya wafanyikazi katika kambi yake ya kijeshi ya Al Ubaid nchini Qatar, kwa mujibu wa shirika la habari la CBS News ambalo ni mshirika wa BBC nchini Marekani. Kwa mujibu wa taarifa, maafisa wamesema hatua hiyo imechukuliwa kama tahadhari, na taarifa ya serikali ya Qatar imesema kwamba hatua hiyo inachukuliwa kutokana na mvutano wa kikanda unaoendelea. Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa atachukua hatua kali sana dhidi ya Iran ikiwa serikali hiyo itawanyonga waandamanaji wanaopinga uongozi wa nchi hiyo. Uongozi wa Iran umesema utaharakisha kesi za waandamanaji waliokamatwa katika msako mkali wakati wa maandamano. Taarifa ya Frank Gardner inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Atafanya ama la? Rais Trump akionekana hapa katika ziara yake ya Michigan amemwacha kila mmoja katika njia panda. Ataingiliaje au ataingilia lini masuala ya Iran? Aliwaambia waandamanaji usaidizi uko njiani. Lakini hili linamaanisha nini? Ndani ya nchi ya Iran ambapo ufikiaji wa taarifa ni haba, idadi ya waliokufa iliongezeka huku vikosi vya usalama vikitumia risasi kukabiliana na waandamanaji. Na sasa silaha mpya dhidi yao ni hukumu ya kifo. Irfan Sultan mwenye umri wa miaka 26 alikamatwa wiki iliyopita. Ndani ya siku chache tu anaripotiwa kuhukumiwa kifo. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wameshtushwa na hilo. Alifaa kunyongwa leo Jumatano, ila kwa sasa kwa sababu ya kufunga kwa mtandao hatujawafikia familia yake kupata maelezo. Mawasiliano mwisho ilikuwa familia yake ikijaribu kufika gereza la Qizil Hisar. Hapo ndipo walisema Irfan anazuiliwa kabla ya kukutana na familia yake kwa mara ya mwisho kabla kinyongo chake. Donald Trump ametishia kulipiza kisasi iwapo Iran itawaua waandamanaji. Amearifiwa kuhusu uwezekano wa kutumia jeshi. Marekani ina vikosi imara vya jeshi vilivyopiga kambi Qatar na maeneo ya Ghuba. Hata hivyo, uingiliaji kati wa Marekani unaweza kuwa na madhara yasiyotarajiwa na bila shaka yatasababisha Iran kulipiza kisasi. Matangazo yetu ya redio pia nasikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Martha Saranga huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na saa 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukirejea huku Senegal, Misri, Nigeria na Morocco zikichuana katika nusu fainali ya AFCON leo, tunamwangazia shabiki sugu aliyeshangaza wengi kwa kushabikia timu mbili, Morocco na Senegal.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Na sasa tuingie viwanjani. Michuano ya soka ya kuwania ubingwa wa Afrika nchini Morocco, AFCON, imeingia katika hatua ya nusu fainali hii leo. Bingwa mara 7 wa AFCON Misri anachuana dhidi ya Simba wa Teranga Senegal katika nusu fainali ya kwanza inayoendelea katika uga wa Ibn Battuta, ambapo sasa mechi hiyo iko sare tasa katika kipindi cha pili. Katika mtanange wa pili wa nusu fainali baadaye hii leo, Super Eagles wa Nigeria wana kibarua kigumu cha kushuka mchongoma watakapokabiliana dhidi ya wenyeji Morocco. Mechi hiyo itagaragazwa katika uwanja wa Prince Moulay Abdullah jijini Rabat. Sasa fainali ya michuano hii itapigwa tarehe 18 mwezi huu katika uwanja wa Prince Abdullah, ambapo mshindi atanyakua kitita cha dola milioni 7 za Marekani pamoja na marupurupu mengine. Katika mojawapo ya matukio yaliyovuma sana kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 kule Qatar ni kuzaliwa kwa uhusiano wa kipekee baina ya mashabiki wa Morocco na mashabiki wa Senegal. Mmoja wa mashabiki wa wakati huo ni Othman, ambaye sasa ni mpenzi wa dhati wa soka anayezishabikia timu zote mbili, Simba wa Teranga yani Morocco na Simba wa Teranga Senegal, wakati Morocco ikikabiliana na Nigeria na Senegal ikicheza na Misri leo katika nusu fainali ya AFCON 2025. Ndoto yake ni kuona timu zake zote mbili zikikutana kwenye fainali. Taarifa Njoroge Mwigai inawasilishwa na Victor Kinani. Mfahamu Othman Aithaju, anayejulikana pia kama Othman Teranga. Yeye ni mwanachama wa kikundi cha mashabiki wa Senegal. Alijipatia umaarufu miongoni mwa mashabiki wa soka kwenye kombe la dunia la mwaka 2022 kule Qatar, baada ya video yake akisakata densi na mashabiki wa Senegal kusambaa kwa kasi mitandaoni. Walinialika nijiunge nao kwenye kundi lao, kisha wakanifundisha jinsi ya kucheza densi zao. Miaka mitatu baadaye wameungana naye tena katika mashindano ya AFCON mwaka 2025. Baadhi ya Wagal, yani wa Senegal, walinitafuta na kuniambia nifunge safari kuja kwenye kombe la mataifa AFCON ili kuwapa sapoti bwana. Na sasa nimepata marafiki wengi sana. Othman amekuwa akifanya mazoezi ya mitindo hiyo ya uchezaji. Densi ya mashabiki wa Senegal ni ngumu. Najaribu kufanya mazoezi kwa bidii, lakini natumaini inshallah nitajua. Nitakuwa nao kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Kuna watu wananiambia kuwa nastahili kupewa uraia wa Senegal. Siku moja nitatembea Senegal, inshallah. Lakini itakuwaje kama Senegal itacheza dhidi ya Morocco? Hiyo itakuwa fainali yangu ya kipekee. Ni uamuzi mgumu sana, lakini nitaishabikia Morocco. Morocco ni nchi yangu. Idumu Morocco, Morocco hoye. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa interneti. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Taarifa utakayoipata pale inasema kwamba tume ya mawasiliano nchini Uganda yatoa maelezo kuhusu kuiminya interneti katika taifa hilo ambalo linatarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu hapo kesho, wakati ambapo interneti imeweza kutoa changamoto nyingi sana, hasa kwa wafanyabiashara na raia wa kigeni ambao wako katika taifa hilo wanaotumia interneti kuwasiliana na wapendwa wao. Sasa kama ulivyosikia katika taarifa yetu, kumekuwa na changamoto katika taifa hilo. Alafu pia vile kwenye spoti pale ambapo iko inasema kwamba nguvu ya makocha wa Afrika yaonekana. Alafu pia vile kuna taarifa ya